Mwana michezo, leo ni tarehe 26 ya mwaka 2026 ya mwezi wa pili, na bado tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tuko katika mfungo wa Kwaresma. Kumbuka hii ni Sport Zone, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Na kama kawaida bwana, leo kwenye Sport Zone siko peke yangu, niko na wachambuzi wangu wa zamu, niko na Abubwa, lakini pia niko na Nice Masas Finest Mwamba na mchambuzi kweli, lakini pia niko na Alex Junior Mwamba kweli kwenye engo za michezo. Kumbuka mimi nimekuongozea jahazi hii ni Mafia Finest Absaman Hassan official Ezazul, na kubwa kuliko bwana, tupenda kuziangalia mechi za NBC Premier League ambapo zimepigwa hapo jana. Michezo mitatu imepigwa katika viwanja tofauti, na tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kwenda kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka hii ni Sport Zone ya Focus Online Media. Na mwana michezo, tumerejea tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Sport Zone, na tuanze kuziangalia taarifa mbalimbali za kimichezo. Na kubwa kuliko, kama tulivyosema hapo awali, ni michezo ya NBC Premier League ambayo ilipigwa hapo jana. Michezo mitatu ilipigwa katika viwanja tofauti, na mchezo wa kwanza bwana kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao Dar es Salaam Young Africans walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 5-0, na mchezo wa pili ulikuwa kati ya mnyama mkali Simba Sports Club dhidi ya Walima Zabibu kutoka pale Dodoma Jiji, mchezo ambao umemalizika kwa suluhu ya 0-0, na mchezo wa tatu ulikuwa kati ya Azam FC wana Lambalamba dhidi ya Walima Sukari kutokea pale Mtibwa Sugar. Na tukianzia kwako Alex Junior, tupate tathmini fupi mchezo kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya JKT Tanzania. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwa tathmini fupi kwako Alex Junior? Mchezo wa Yanga dhidi ya JKT Tanzania kwenye mchezo ambao ulianza kwa ushindani mkubwa kwa timu zote mbili kuonesha nia ya kutaka mchezo toka mwanzo, lakini kadri mchezo unazidi kwenda tuliona Yanga akibadilisha mchezo na akidominate mchezo kwa dakika zote 45 za kipindi cha kwanza. Kwa mchezo huo dakika 45 za kwanza tunaona JKT Tanzania walijaribu kuonesha kwamba na wao wameingia kwenda kushindana katika mechi, lakini Yanga kapata bao la kuongoza bao moja, wakaenda kupumzika wakiwa Yanga akiwa mbele kwa bao moja, lakini baada ya kipindi kurejea ni kama wachezaji wa JKT Tanzania ile momentum yao ya mchezo ilipungua mpaka wakaweza kupelekea kufanya makosa ambao walikonsidi magoli 4 katika kipindi cha pili. Lakini pia kwa kwako Abdullah, unaona kwamba kikosi cha JKT Tanzania ni miongoni mwa vikosi ambavyo vimeonyesha ushindani katika ligi kwa msimu wa 25-26, na hawa bwana kabla ya mchezo wa jana walikuwa ndio wanaongoza ligi ya NBC Premier League. Shida hasa kwenye kikosi cha JKT Tanzania ilikuwa maeneo gani ya uwanja mpaka wanapoteza mchezo kwa idadi ya mabao mengi, mabao 5-0? Shida kwa upande wa JKT Tanzania ilikuwa ni wapi? Shida kubwa ambayo iliwakosti JKT Tanzania katika mchezo wa jana, cha kwanza ni eneo zima la ulinzi kuanzia pale eneo la kati kurudi nyuma, pamoja na makosa yote ambayo walikuwa wanafanya JKT Tanzania. Eneo la defensive line ndio maana imepelekea kufungwa magoli yote 5. Pamoja na yote hayo, huwezi ukaacha kumsifia mwalimu wa Yanga Pedro kwa kuingia na washambuliaji wawili, yani ameingia na Dube pia ameingia na Depu. Kwa hiyo ushambuliaji uliwekewa umakini kwa hali ya juu sana ili kuhakikisha wanapata matokeo. Kwa hiyo tumeona jana Prince Dube ametumika kama namba 10. Unaona, tulikuwa tunaona ana hold mpira kutoka kiungo cha juu hapo mpaka eneo la umaliziaji. Ukiangalia magoli mengi sana Dube amehusika. Pia vile tukirejea katika kipindi cha pili, eneo ambalo alikuwa anacheza Dube alikuwa anacheza zaidi upande wa kushoto, na hali hiyo ilipelekea sana JKT Tanzania JKT Tanzania kuzidiwa zaidi mashambulizi upande huo. Kwa hiyo ishu kubwa ambayo imewagharimu JKT Tanzania ni eneo la ulinzi ambao waliruhusu washambuliaji wa Yanga kufika zaidi kwenye eneo lao, hatimaye wametengeneza mashambulizi mpaka wamefikia wakati wameibuka na ushindi wa goli hizo zote 5. Asante sana. Lakini kwako tukuje kwako Nice Masas Finest, tunaona kwamba shida Dar es Salaam Africans waliweza kufanikiwa maeneo gani ya uwanja ukilinganisha Dar es Salaam Africans kiwango ambacho wamekionyesha kwenye mchezo huu wa jana ni tofauti na kiwango ambacho walikionyesha katika mchezo uliopita dhidi ya Namungo, mchezo ambao ulipigwa kule Ruangwa Lindi, mchezo ambao walifanikiwa kushinda kwa bao moja. Lakini kwenye mchezo huu Dar es Salaam Africans wamebadilika, wamekuja kushinda magoli 5. Yanga
walikuwa bora hasa maeneo gani ya uwanja kwenye mchezo huu wa jana? Picha linaanza kabla ya mpira kwanza. Kuna jamaa wangu mmoja hivi niliongea naye anaitwa Laswai, akaniambia kwamba leo Yanga mechi ngumu. Nikamwambia hapana, yaani leo Yanga mechi yao ni rahisi na wanakwenda kushinda magoli mengi. Nakumbuka kabla mpira hujaanza, mentality ya wachezaji wa Yanga Africans walikuwa wanakwenda na matumaini ya kwamba hii mchezo leo tunakwenda kufanyaje, tunakwenda kushinda. Kwa sababu gani? Kumbuka wana mchezo tarehe 1 dhidi ya nani? Wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo ili kutengeneza ile uzoefu, ni experience, sawa, na kuweka mchezo wa dabi kuwa pressure, ili lazima mechi jana washinde. Sio kwa magoli mengi, hapana. Hata kama wangeshinda 2, wangeshinda 1, wangeshinda 3, ingewatengenezea confidence, lakini pia kupata ile momentum ya wachezaji kufanyaje, kuingia na uzoefu kwamba sisi dabi kuna uwezekano wa kwenda kufanyaje, wa kwenda kushinda. Lakini ukirudi kwenye swali lako ambalo umeniuliza, Dar es Salaam Young Africans jana, mimi naweza kusema walikuwa bora sehemu zote, lakini eneo la katikati ndio walionekana kudominate. Kwa sababu gani? Hata man of the match ametoka eneo la katikati, namzungumzia Mdassir Yahya Abbas. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametengeneza nafasi nyingi, lakini amehusika kwenye mashambulizi. Sawa, ukiangalia Mdassir Yahya jana, yeye ndo alikuwa anaweza kusema moyo wa Dar es Salaam Young Africans, sababu amefunga goli la pili, goli ambalo limekwenda kuongezea pressure walinzi wa JKT Tanzania, na kuonekana wanacheza kwa under confidence. Sawa, kitu ambacho kilipelekea goli la 3 na goli la 4, hata goli la 5 naye uliotokea ni mistake ambazo zilisababishwa na walinzi. Sababu ni sababu kwamba wamefunga goli moja. Sawa, akili ya mchezaji inawaza kwamba tulikomboe goli, ikiwezekana tushinde. Sawa, wakati huo Dar es Salaam Young Africans anakuja na pressure nyingine. Sawa, anaongeza goli la ngapi? La pili, ambalo limefungwa na Mdassir Yahya Abbas. Kwa hiyo mimi naweza kusema Yanga walikuwa bora maeneo yote, lakini eneo bora Asante sana. Lakini pia nice, tuangalie tukio la Ibra Baka, tukio ambalo lilitokea katika dakika za kipindi cha pili, tukio ambalo Ibrahim Baka aliweza kumkwida mshambuliaji wa JKT Tanzania. Tukio lile, wewe kama mchambuzi, unaona ni tukio ambalo lilistahili kuwepo kwa kadi, aidha kadi nyekundu ama kadi ya njano, na kulikuwa hili tukio kwa Ibrahim Baka linaathiri vipi katika hali ya mpira wetu wa Tanzania? Kwa sababu sio mara ya kwanza kwa Ibrahim Baka kufanya kitendo kama hiki. Nikumbuke kuna kitendo alikifanya katika mechi dhidi ya Mbeya City kule Mbeya na akafungiwa michezo 5, lakini jana pia tumeona tukio kama lile ambalo tukio la kumkwiba mshambuliaji ule wa JKT Tanzania na kumtishia kutaka kumpiga ngumi. Kulikuwa kuna staili kadi yoyote kwenye tukio hili? Of course, ukiangalia mchezo wa jana la Ibrahim Baka ilikuwa zaidi ni kadi nyekundu na adhabu inastahili. Kwa sababu gani? Ukirudi kwenye sheria namba 12 kwenye fouls and misconduct, kuna vipengele vyake pale. Kuna serious foul playing, ambayo hiyo ni kama wachezaji wanawania mpira, lakini kwa bahati mbaya mtu akamgonga makusudi. Sawa, sijui hapo nitumia bahati mbaya au nini, akamgonga makusudi mchezaji mwenzake, aidha kwa kutumia kiwiko ama kwa kutumia ngumi au kwa kutumia mkono. Lakini ukienda kwenye kifungu kingine kinasema ni tunasema violence conduct, maana yake hapo hakuna mpira, yani mchezaji reaction yake kwa mchezaji mwenzake inakuwa ni tofauti. Anaweza akamtia kitasa, lakini mpira haupo, anaweza akatumia kichwa au kiwiko. Kwa hiyo kwangu mimi ile stahili kwa kadi nyekundu na adhabu itolewe. Sasa sijajua mwamuzi alitafsiri vipi, kwa sababu yeye naye ni binadamu na ana maamuzi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kadi nyekundu kwangu mimi. Lakini tukija kwako Abdullah, tukio hili la Ibrahim Baka kumkwida tai mshambuliaji wa JKT Tanzania, wewe una maoni gani ama una mtazamo gani kwenye tukio hili la Ibrahim Baka, na yeye kama mchezaji linamwathiri vipi ama linashusha vipi ile professionalism yake? Kwa sababu sio mara ya kwanza kwa Ibrahim Baka, ameonekana akiwa anafanya baadhi ya matukio. Nikumbuke aliwahi kufanya tukio kama hili kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City. Yes. Kwangu mimi kuhusiana na tukio ambalo amelifanya Ibra Baka, kwa kweli kabisa sio tukio la kiungwana katika football, unaona, na haikuwa na ulazima wowote wa Ibra Baka kufanya kitendo hicho. Kwa ambao wameangalia mpira wameona kulikuwa na contact ambayo imetokea baina ya mshambuliaji, baina yake Ibra Baka kama mlinzi pamoja na golikipa Djigui Diarra. Tayari golikipa alishaudaka mpira, Ibra Baka akawa ameanguka
pamoja na mshambuliaji huyo. Nadhani alikuwa ni Paul Peter nadhani. Sasa hapakuwa na ulazima wowote wa Ibra Baka kufanya vile, kwa sababu yeye alikuwa katika majukumu ya ulinzi na tayari mpira golikipa alishaudaka. Kwa hiyo kwake yeye kuanzia kwa Ibrahim Baka, hiyo inampunguzia yeye professionalism yake, kwa sababu tukumbuke kwamba Ibra Baka ameshakuwa na matukio mengi sana ya mfululizo wa aina hii. Kwa hiyo inatupa taswira ya kwamba pengine kungekuwa na VAR katika ligi yetu, Ibra Baka angekuwa na red card nyingi sana. Kwa hiyo pengine mwamuzi hakuona lile tukio, tunaweza tukasema hivyo, kwa sababu si hajatoa kadi yote, hatujaona action yote, tunaweza tukasema hajaona. Lakini pia vile vile marefari pia inatakiwa ifikie wakati wawe serious. Jana pale mwamuzi ambacho anatakiwa kukifanya uwanjani ni kuconcentrate na ambapo mpira upo, na mpira muda huo ulikuwepo huko eneo la golini. Unaona, kama hajaliona ina maana yake yeye hakuconcentrate na mpira, na kama basi yeye pengine alikuwa hajaona pia, mpaka mwamuzi wa pembeni naye tuseme hajaona, na kama hajaona ina maana yake hakuconcentrate na mpira, na mpira ndio sehemu pekee ambapo yeye kama mwamuzi anatakiwa afanyeje, afocus. Yes, kwa hiyo moja kwa moja hata waamuzi hawakutimiza majukumu yao ambapo yalitakiwa. Yes, kwa hiyo tunaenda kwa mtazamo huo, lakini kiuhalisia hiyo ilikuwa ni red card, na kama hivyo imeshatokea basi tusubirie pengine kamati ya masaa 72 itatoa maamuzi, tutaona. Ila ikitokea amefungiwa itakuwa ameikosti timu Ibra Baka, kwa sababu tunapoelekea wanaelekea katika mchezo wa dabi dhidi ya Simba, na Ibra Baka tukumbuke ni kitasa ambacho wananchi wanakiamini sana. Akikosekana ni kwamba gap linaonekana kwamba leo Baka hayupo. Kwa hiyo haikuwa na ulazima wa kufanya hivyo, na endapo kamati ya masaa 72 itafanya hivyo atakuwa ameikosti timu. Asante sana bwana. Huyo ni Abdullah akimaliza hivyo tukio la Ibrahim Baka. Ibrahim Baka amekuwa na matukio mengi kweli kweli haya. Lakini mwana michezo, tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuendelea kuangalia mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya 0-0. Kumbuka hii ni Sport Zone, kipindi hewani ni Sport Zone na Focus Online Media. Kumbuka mimi ni Martha Finance Absama na Hassan. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuangalia mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji.